Nziza muganda wange kulwa kaseera kano kampadde weewaawo anyaniriza mu Luganda naye si lwejjo nkozesa kuba wadde olaba ndwogera naye sirutegeera nnyo naye nja kozesa olulimi lwentegeera obulungi kuba nfunye essanyu mu mwoyo bwe mpulidde mwannyinazo w'e Rwanda ayogera wano mu Lunyarwanda. Kyemanyi nti Katonda takola nsobi, waliwo abawulira olulimi olwo kyeva olaba alukozesezza wano. Nange mu kaseera kano nja kukozesa olulimi lwentegeera obulungi nga lwe Luswayiri kubanga ndi wa saidizi eyo. Nami nachukua hii nafasi kuwashukuru wote ambao wana kijiji ya Katwe hapa. Nashukuru Mungu ambaye alinipa nafasi kufika hapa kwamba niwashuhudie neno la Mungu. Kila mmoja yule asikiaye Kiswahili popote ulipo, ni wakati wa kusikia ushuhuda wa nduguyo kutoka sehemu za Kenya, ingalao kwa sasa anakaa kale mpakani wa Kenya na Uganda na ndo kule Busia. Nashukuru Mungu kwa ajili ya neno la Isa Masia ambao umeenda ukilishuhudia hapa tangu siku ya Jumatatu. Leo ni siku ya Ijumaa. Maana yake leo ni siku ya 5 ukiwa unalisikia hapa neno. Nashukuru Mungu kwa sababu nami kwa uzalendo wazazi wangu wote walikuwa wa ACK. Nikisema ACK huenda huku msifahamu, lakini huku nasikia mnaita Protestant wa Anglican Church. Wote walikuwa ma ACK na babu wangu akiwa padri katika hiyo kanisa. Na katika hiyo cheo cha upadri nilikuzwa nikiwa mtoto wa padri. Maana yake utakatifu wa dhehebu nilikuzwa nikiwa ndani humo. Maana yake kila Jumapili tulikuwa tukiwa na service mbili. Ya kwanza ya Kiingereza na ya pili ya Kiswahili. Maana yake mimi kuwa mtoto na nilikuwa mwanafunzi, nilikuwa nikishiriki katika ushirika wa kwanza na huo ndio ushirika wa Kiingereza. Hata katika hiyo nafasi nilipoitamatisha miaka 13 nilipewa nafasi kuwa mtoto wa padri ili nikaelekeze hiyo maombi ya asubuhi. Juu zaidi ya yote, we mtu hapa unayonisikiliza, inakuanga ya watoto na vijana ndo wanakuwa kadhalika katika ushirika wa asubuhi. Na leo hii mbona mimi aliyekuwa mjukuu wa padri na ninamshuhudia Isa Masia kwa sasa, ni kwamba nilipokuwa mjomba wangu alikuwa mwalimu katika shule ya upili na alikuwa anafunza dini, somo la dini. Maana yake nilipofika kidato cha 5 akaninunulia Biblia takatifu. Maana yake aliniona nikiwa na kipawa cha kupenda sana kusoma. Aliponinunulia hiyo Biblia ndo Mungu alimpitia ikawa ndio njia yangu ya mwangaza katika uzima wa milele. Nilipokuwa nikiendelea katika masaa zangu za kuwa free, nilikuwa nikisoma hiyo Biblia. Na katika maandiko nilipokwenda nikishuhudia katika hiyo Biblia, ndio nilipatikana kwamba ACK ama huko nasikia mnaita Anglican Church, hiyo haikuwa nini? Haikuwa dini ya Mungu. Na katika kitabu nilichokisoma kuna andiko moja nilipolisoma kwamba mtu asiongeze katika hiki kitabu na hasiondoe chochote. Maana yake hilo andiko lilija likagwaza roho yangu. Lilipogonga moyo wangu, siku moja nikamuuliza babu wangu padri, nitapita kwa ufupi kwa ajili ya muda, najua tu wengi na wakati wa mhubiri unakaribia. Maana yake nilimuuliza babu, nikasema
Sisi ndio hawa ni washirika wa Kristu, sisi ni wa Kristu, tunamshuhudia Mungu na Yesu mwanawe. Lakini katika Yesu alipokuwa akidumu ulimwengu, alikuwa akishiriki na ACK, na kama ilikuwa ndio, nataka unipe andiko wapate njia yao kwanza. Sasa nilipomuuliza kwanza, babu, ingalao tunayeshiriki na ACK na we ni mwana mkuu padri, maana yake unajua mengi. Yesu Bwana yetu Mwokozi alishiriki katika hii kanisa ambao sisi tunakuja kuwa washirika wake, ambapo we pia unakuwa mtumishi wake. Nikamwambia, lakini usije ukaniambia kwa neno, ili unisomee andiko kwa Biblia ambalo linatamatisha kuwa Yesu pia alikuwa mshirika wa ACK. Kwa ufupi, jibu halikukuwepo kwa sababu babu aliniambia neno moja tu, kwamba katika ushirika wa Mungu tunachukulia neno la imani kuwa kuu. Maana yake sisi ni waumini na kila mmoja anayekwenda kwa Mungu yamstahili kuamini. Mimi nikasema sina shida na sina tatizo na kuamini, kwa sababu tayari mimi namtambua Mungu huwa ako na kumtambua Yesu akiwa Mwokozi. Lakini jambo kuu la muhimu sana, mimi nataka niwe katika kundi ambayo Yesu mwenyewe alitangulia kuliongoza, akiwa yeye ndiyo kiongozi wetu wa kwanza. Maana yake mwishoe sikupata jibu sahihi, isipokuwa aliniambia hivyo kwamba ukiyatafuta mengi ya Mungu utakuja kupotea. Na nikasema kama ni upotofu, ni heri nipotee nikitafuta kuliko nipotee nikiwa nikishiriki, lakini nikishiriki katika giza. Na hiyo ndio ilinipea mwanya kwenda mbele nikimtafuta Mungu. Ndo nilipatikana juu nilikuwa na msichana ambao tulisoma naye nilipokuwa kidato cha 5, nikapendezwa naye sana, ndo nikaja kwa sababu alikuwa wa SDA. Huku kwetu tunaita SDA, huku ndo Seventh Day Adventist Church. Nikapendezwa sana naye, na nilipomwona mienendo zake na ushirika wake, nikatamani nikisema kwamba huenda yeye jinsi waliko watu wa siku wa kusherekea siku ya Sabato, huenda ndio wako katika ukweli. Kwa sababu hata tukisoma katika zile vitabu za amri za Musa huko nyuma, ilikuwa Sabato ndo ilikuwa mojawapo ya amri ambao Mungu aliwaamrisha wana wa Mungu ili wasije kusahau siku ya Sabato. Maana yake nilipendezwa sana naye, ndo nikapata nimevutiwa hadi nimeingia kwa hiyo ushirika wa ACDA ama Seventh Day. Na nilishiriki huko kwa muda, hata nikapewa nafasi kufanya mipangilio za usomaji wa Biblia, kwa sababu tulikuwa na huo ushirika. Baada ya ushirika kila Jumapili kuanzia saa 8 kuendelea mbele hadi saa 11 tunakuwa na hiyo inaitwa Bible Study. Maana yake nilipoenda huko nilipata nafasi katika huo ushirika na katika huo kusoma, nikaitimika. Nilipoipata uhitimu katika hiyo masomo, nikapewa huu msichana, tukawa tunaenda na yeye kwa redio fulani kufunza Biblia. Lakini siku moja nilipokuwa ninaenda kulala, nikamuomba Mungu kama kawaida, lakini kuna andiko nilikuja nikalisoma. Ingalao sikujua kwa nini hiyo siku ndo ilikuwa ikaja kwazo ndani ya moyo wangu. Nilisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 15. Wakati huo sijakuwa mmasia bado. Huu ushuhuda ambao nakushuhudia, ili pia ukiwa huko kama wewe ni mtu wa ACDA, ukiwa wewe ni Mwangilikana, si hoja tumekuja hapa kulishuhudia neno la Bwana na Mwokozi Isa Masia, tujakuja vita, ili kukupendekeza uzima wa milele. Ukisikia ushuhuda wetu, ujue ukimwamini Isa Masia, si wewe ndio umetangulia kutoka katika dini hiyo, bali sisi pia sote tulioko wa Masia, Mungu alitutoa katika dini mbalimbali.
Niliposoma hilo andiko niliona kulikuwa na mvurutano wa wale makuhani pamoja na Bwana Mwokozi Yesu, kwa sababu walikuwa wanamuuliza swali, je, mbona wanafunzi wako wala chakula bila kunawa mkono? Lakini ukienda kama unalisoma unafika chini, Yesu akiwaambia pia, mbona nanyi mnavunja sheria ya Mungu kwa ajili ya ile mliopewa na wazazi wenyu, zile chukizo ambao mlipewa na wazazi wenyu. Na nilipokwenda nikisoma hivyo, nikaanza kusikia kesi ndani ya moyo wangu, kwa sababu nilipoteremka chini nilipata Yesu mwenyewe akifanya kazi katika siku ya Sabato. Na wale makuhani walipokwenda kwake kumkosoa mbona anafanya hivyo, aliwauliza swali ambao liniguza pia roho yangu. Leo ni siku ya Jumaa. Wale watu wa 70th day ambao mnanisikiliza kwa sasa tumeingia Sabato. Kwa sababu ikitimia saa 8 kamili, tunaanzanga saa 6 na dakika moja hapo Sabato imeanza, lakini unahakikisha kwamba inapofika saa 8 uwe kwamba umeitamatisha kazi yako ya siku ili uanze kuishika Sabato. Itakapokucha kesho utakucha kama tayari uko katika Sabato. Maana yake utaenda katika ibada na hiyo siku yote unaendekeza kama zile ni mvugo zako zote, na maanisha ng'ombe, mbuzi, mvugo zako zote utakuwa umezilisha, utakuwa umeziandalia hadi chakula yenye zitakula hadi kesho. Maana yake hautafanya kazi tena, utakuwa umeingia katika Sabato. Lakini Bwana yetu Yesu alipouliza hii swali ambayo liniguza moyo wangu, kwamba enyi wacha niwaulize, enyi waandishi na Mafarisayo, mnanikosoa kwa sababu ninafanya kazi siku ya Sabato. Lakini je, kwa mmoja wenu mbuzi yake ikianguka ama kondoo lake likianguka katika shimo siku ya Sabato, ni nani atakaye kataa kuliondoa kule eti kwa sababu ni Sabato? Kweli lilikuwa swali, lakini liliguza moyo wangu, nikasema mimi kivyangu siwezi wacha kondoo langu wala mbuzi yangu ama ng'ombe yangu imeanguka shimoni ati kwa sababu ni Sabato ningojelee kesho ndo niliondoe baada ya Sabato. Niliona hiyo ni ukweli, haiwezekani. Nikaenda nikishuhudia mengi, na iliyokuwa ya mwisho na kifungo yangu kabisa katika moyo wangu kuondoka kule kwa 70th day ilikuwa kwamba Yesu alipokuwa anaenda kusurubishwa, ingalao twalitambua kwamba alisurubishwa, lakini alipokuwa anaenda kusurubishwa ni hatia 3 ambapo alisomewa. Lakini mimi iliyoniguza kivyangu ilikuwa wanamkosoa eti alivunja Sabato. Sasa swali ilikuja katika moyo wangu kwamba hii Sabato ambao walimkosoa Yesu na Sabato ambao tunaishiriki kila wiki, kuna tofauti? Katika Biblia kuna Sabato 2. Hayo maswali yaligonga moyo wangu, ndio nikaanza kuyatembea nayo hadi nikaenda kwa mwalimu mkuu anaitwa Bishop. Alipokuwa amekuja hiyo siku, kwa sababu ilikuwa kila mwezi anatutembelea mara moja. Alipotutembelea, kwa sababu hao walimu wa kawaida nilikuwa nimewauliza hiyo maswali, wakaniambia mambo na Sabato hautapata kuelewa kwa sababu ungali mchanga, hata tukufunze kiasi gani. Nikasema hapana, hii si mambo ya uchanga, si mambo na muda kunifunza muda mwingi ndio niweze kuyapata, ila ni kunisomea tu andiko kama maandiko ya kawaida ninazozitambua. Kwa ufupi, walishindwa walimu wa kijiji, hawakunisomea katika utofauti wa hizi Sabato 2. Bishop alipokuja nilimuuliza swali vile vile. Nikamwambia Bishop, ingalao mimi ni mshirika na mimi ni mtumishi katika utumishi wa kanisa hii, lakini kuna swali linanisumbua moyoni mwangu. Akaniuliza, je, niambie ni swali ipi? Kuna mtu alikuuliza ama nini? Nikamwambia hapana, msingi ya dini yetu ama ya imani yetu najua ni sheria, na jambo kuu kwenye sheria ni siku ya Sabato. Ukitamatisha Sabato
maana yake sheria zingine zifuatazo utakuwa umezikamilisha vile vile. Sasa nikamuuliza, je, Bishop, hapa nimesoma andiko kwa sababu nilisoma kwa kitabu cha Mathayo mlango wa 27 ukienda kule chini. Nikamuuliza, je, kuna andiko nilisoma ama maandiko mawili yananisumbua moyoni mwangu? Bwana yetu Yesu Mwokozi alikuwa akifanya kazi siku ya Sabato na alipata kukosolewa na wale makuhani ambapo walikuweko maandishi na makuhani walipokuweko. Na sisi kwa sai ninaona tunaitamatisha Sabato. Sasa je, hii Sabato na ile ambao alimkosoa Yesu kuna tofauti? Isije ikatosha hata katika hatia zilipomsomewa ndio ili asurubishwe, kulikuwa na hatia ya kusema kwamba, na ndio ilikuwa ya mwanzo kabisa, kwamba alivunja Sabato. Sasa je, sisi tunamwamini kama ndio mwokozi wetu na ndiye atatupeleka mbinguni kwa Baba. Sasa hapo ndio inakujia swali, ndio maswali ambayo inanisumbua moyoni. Hii Sabato ambayo Yesu alivunja na hii Sabato ambayo Yesu aliyafanyia kazi ni tofauti na Sabato ambayo tunashiriki au je? Na ikiwa ni hivyo, hebu nataka maandiko inayonipa utofauti wa haya nini? Wa haya Sabato mbili. Unajua, wacha nikuchekeshe. Aliniambia hivi. Aliniambia neno moja kwamba wewe umepotezwa tu pali padogo tu, lakini ungali kwa mwendo. Kwa sababu Yesu alipokuja, alikuja kuyatimiza sheria zote. Na alisema hatutapotea hata nukta moja hivi katika sheria atapokuja hadi mwisho wa dunia. Akanisomea hilo andiko la Mathayo hapo 70 ambao mko hapa mnalitambua vizuri, ambao Bwana wetu alisema kwamba si kuja kuvunja sheria wala ni kuyatimiza, na hadi mwisho wa ulimwengu hakutapotea hata nukta moja katika sheria. Na nikamuuliza, basi hapo umenisomea vyema, lakini katika sheria kuna hadi Sabato, na hapa naona Yesu halivunja Sabato. Sasa ni kama hata tukisoma kwingine kwamba alikuwa anaenda katika sinagogi kama tabia zake ndio ilikuwa akienda huko, lakini mwishowe mwenyewe aliyavunja. Sasa ndio nikauliza swali, Bishop, nataka unipe utofauti kwa sababu niko hapa